mara baada ya kumalizana na kumwaga sera hii leo kwenye kanda ya Kinondoni, na atatuambia kidogo, atatujalia kile ambacho alikuwa anakimwaga mle ndani ili na Watanzania wengine pamoja na wananchi waweze kusikia kutokea hapa. Uko sawa sawa? Niko sawa Jadu. Mwandamizi kabisa. Familia. Hongera. Asante, nashukuru. Tujalie kidogo kile ambacho kilikuwa kinafanyika huko ndani. Leo ilikuwa ni mwendelezo wa kampeni za kuelekea mkutano mkuu wa klabu ya Yanga, ambapo moja ya ajenda za mkutano huo ni uchaguzi wa viongozi wa klabu yetu, rais, makamu wa rais pamoja na wajumbe 5 wa kamati tendaji. Kwa hiyo baada ya kuzinduliwa kwa kampeni jana, leo ilikuwa ni kanda ya Kinondoni, ambapo na mimi ni miongoni mwa wagombea 16 ambao wana sifa za kushiriki mkutano huu. Kwa ndilo lilotuleta hapa. Kwenye moja ya kauli zako ni kwamba msinichague kama mwanamke bali mnichague kama kiongozi. Utaniweka sawa kama nimekosea. Ulikuwa unajaribu kumaanisha kitu gani? Kwa sababu jana niliweka ajenda zangu kwenye mitandao ya kijamii na nilipata maoni mengi kwa njia ya simu, kwa njia ya ujumbe mfupi, lakini pia kwa njia ya comments. Watu wengi wanatumia kauli kwamba kwa sababu ni mwanamke peke yangu ninastahili kushinda. Lakini ninawakumbusha kwamba wasinichague kwa sababu ni mwanamke peke yake, wanipime kwa miaka 10 ambayo nimeshirikiana nao kwenye kufanya kazi kwenye tasnia ya habari. Wanafahamu uwezo wangu. Nimefanya kazi na viongozi wengi wa Yanga, ikiwemo viongozi ambao wako madarakani hivi sasa. Kaka yangu Engineer, makamu wa Rafat Haji, pamoja na wajumbe wote ambao leo wanaomba ridhaa ya kurudi kwenye kamati. Kwa hiyo wanaufahamu uwezo wangu. Pale ambapo kulikuwa kuna jukumu la kuwafikishia wana Yanga taarifa, nilifanya hivyo. Pale ambapo kulikuwa kuna jukumu la kwenda kutafuta taarifa kwa sababu ya kuisaidia Yanga, nilifanya hivyo. Kwa hiyo isitumike hiyo kama sababu pekee ya mimi kuchaguliwa, lakini wanipime waone uwezo wangu. Wanasijua kazi zangu. Nimekuwa mwanarasnia kwa miaka 10, wanamjua Priska Kishamba. Kwa niliweka hivyo ili kuliweka sawa. Sijagombea kwa sababu ni mwanamke, na sikuwa najua hata kama nitakuwa mwanamke peke yangu kwenye mchakato. Nilikwenda kuchukua fomu baada ya kamati kutangaza utaratibu, na niliamini kwamba kila mtu ambaye alikuwa anatamani na sifa ya kuchukua fomu angechukua. Kwa kujikuta kuwa mwanamke peke yangu ilikuwa ni surprise hata kwangu, lakini sikwenda kwa sababu nilijua kwa kuwa ni mwanamke peke yangu natakiwa kugombea. Chini yako tutegemea kuiona Yanga Princess ambayo pia inatawala soka la wanawake kwa hapa nyumbani. Ni kweli, kwa kushirikiana na viongozi wenzangu, kwa ruhusa ya rais, kwa sababu mjumbe wa kamati tendaji ni mshauri na msaidizi wa rais. Ninaamini kwa uzoefu anaojua nilionao kwenye soka la Tanzania, anajua, anafahamu shida za baadhi ya maeneo kwenye mpira wetu. Kwa muda mrefu sana Yanga Princess inapitia changamoto ya kukosa makombe kwenye ligi ya Tanzania. Na kuna shida ambayo ipo, inawezekana wote hawaijui au wote hatujui. Lakini kwa sababu ya kazi yangu kama mwanahabari, napata nafasi ya kuzungumza na hawa wachezaji. Wanaeleza matatizo yao, lakini kikubwa ni kwamba hawana mama wa kuzungumza naye ambaye anaweza akachukua ile matatizo yao na kuwapeleka kwenye kamati tendaji. Viongozi wetu pamoja na kazi kubwa ambao wanaifanya, nguvu yao kubwa imeelekezwa kwenye timu yetu ya senior ya wanaume, na kwenye hilo tuwapongeze. Wanastahili pongezi, wanastahili makofi na wanastahili nafasi nyingine. Ndio maana mpaka tunafikia hapa kwenye mchakato hawana mpinzani. Maana yake kazi kubwa ambao wameifanya inaonekana na wanastahili kuongezewa muda. Lakini kwenye hilo pia kuna mahali kidogo nyumba yetu inavuja. Pamoja na uimara wa nyumba hiyo, kuna mahali panavuja ambako ni kwenye timu yetu ya wanawake. Timu yetu inafanya vizuri kwenye maeneo mengine, michezo ya kirafiki, tumechukua kombe ya Arusha, lakini kwa nini kwenye ligi? Na kwa nini kila siku wapinzani wetu? Kwa sababu ninafahamu kwa kuzungumza nao, kwa kunilalamikia, na nikamwomba ridhaa president kwamba naomba nije nikusaidie. Na kwa sababu anaujua uwezo wangu akaniambia, wana Yanga wakikupa ridhaa Priska, kwa uwezo wako ninaomba uje tusaidiane. Kushukuru sana. Asante. Naomba nikaisemee timu yetu kwenye vikao vya kamati tendaji. Nafahamu mwanamke nyumbani akitaka jambo lake litakuwa kwa dhati kabisa, kwa kuheshimu kazi kubwa ambayo kaka zangu wa miaka mingi walifanya, lakini naomba muongezee mwanamke pale akawashughulishe, akawaambie nini shida kwenye timu yetu ya wanawake. Wachezaji wetu hawana mtu wa kuzungumza naye, wakiamini kwamba silaha zao au privacy yao iko salama. Hawana mtu wa kulalamikia. Na heshimu tena, narudia, kazi kubwa iliyofanywa na viongozi wangu, kaka zangu ambao wanamaliza muda wao, lakini naomba muongezee mwanamke pale. Sio kwa sababu ni mwanamke, kwa sababu nina uwezo.
Msinipigie kura kwa sababu ni mwanamke, kwa sababu nina uwezo. Kusimama hapa kuna maanisha nina sifa za kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya Yanga. Nimepita kwenye hatua zote za mchakato wa uchaguzi wa klabu yetu na hatimaye leo nasimama hapa kuomba kura. Na waomba nikamsaidie rais majukumu yake na kutimiza maono yake, nikawe sauti ya Yanga Princess kwenye kamati ya utendaji, nikasaidie timu yetu ya Yanga Princess kurejesha matumaini ya kikombe. Haiwezekani kwa zaidi ya miaka 6. Hatua pekee kubwa tuliofika kama timu ya wanawake ni nafasi ya pili msimu wa 22. Maumivu haya sitaki kuelezea. Furaha tulionayo kwa miaka 4 kwa timu yetu ya senior ndio maumivu wanaopitia timu yetu ya wanawake. Na lazima tulione hilo. Nitaheshimu kazi kubwa ambayo kaka zangu wataendelea kuifanya kwa timu ya senior. Na ni matumaini ya wanayanga kuiona timu yetu kufanya vizuri jana na leo na kesho, lakini mimi naombeni mnitume nikaisimamia na kusaidiana na viongozi wangu kutimiza malengo ya timu yetu ya wanawake. Kwa kusema hayo, wazee wangu, wanayanga, wanachama wenzangu, naomba kura zenu tarehe 2. Mimi ni Priska Josephat Kishamba, mwanamke pekee kati ya 16 waliojitokeza. Asante sana. Yanga oye! Huyo ndiye mwanamama Priska Kishamba. Alex Ngaye.